Ndugu yangu, kama unataka kwenda mbinguni, kanisa ambalo halikemei dhambi, wewe unapoteza muda. If you want to go heaven, kanisa ambalo halikemei dhambi, eti Mativila wakukute unacheza disco Jumapili kanisani. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Na shuhuda za kutosha. Bwana ni mwema. Disco umelisugua Jumamosi, bia umekunywa, una kasuti kako na kamarashi kakupulizia na vipipia hivyo vya kifua vya kutupia humo, ujustify kwamba ni mwenye haki. Mungu hayuko namna hiyo. There is not a such God. Hakuna Mungu wa namna hiyo. Haleluya, haleluya. Hayupo. Mimi nakwambia tu ukweli. Kwani mimi nafanya na wewe biashara? Mimi sifanye na wewe biashara. Mimi sifanye na wewe biashara. Mimi hata nisipohubiri injili, Mungu alinipa mikono, ni tractor. Naweza kulima bustani hapo na nikaishi. Sasa hivyo unaona mimi ni mwanaume, naweza kufanya kazi yote ya mwanaume mwingine anayofanya. Lakini siwezi kusupport dhambi. Hicho kwa sababu unatoa 1000 sadaka, 2000, 3000, eti niseme tu unajua sasa ukianza kufundisha hayo mchungaji, watu wataondoka. Waende kama wanataka maisha ya dhambi. Yes. Mbingu gani utaenda ya wazizi? Mbingu gani ya walevi, ya makahaba? Mbingu ipi utaingia? Mbingu gani? Mbingu gani unalirithi kunywa limeningimia alafu tuimbe tumepona na kale kaisi kana kwa kana tumepona tuimbe huku umevalia huko ndani nani? Mbingu ipi utaenda? Haleluya. Atusidanganyane. Ndio maana madhabahu ukiona mtu amekaa ni wa kwenda mbinguni. Wengi ni maisha ya tanga, waje leo waondoka leo. Yaani akiabudu leo harudi kwa sababu anaabudu ana madude yake na Mungu akiaona hii ni nyumba ya kinabii. Haleluya. Aja leo, arudi leo, aabudu leo, aishia leo. Lakini wa Mungu halipo la kumkwaza. Sema halipo la kumkwaza. Biblia inasema mjue sana Mungu uwe na nini? Uwe na amani. Utajua tu mwenyewe, sipaswi kuwa na ilizi. Ndiye Bwana makofi. Mwambie mtu haipo mbingu ya wasomi. Haipo mbingu ya wasomi. Wala ya wajinga. Wala ya matajiri. Wala ya maskini. Mungu iko mbingu ya watu wa aina hii, ya wenye haki peke yao. Watu waliomcha Mungu na kuepuka nini? Uovu.